Mafunzo kwa vitendo yaleta hamasa kwa wanafunzi wa uandishi wa habari. Wadau wa soka mkoani Iringa watoa maoni yao kuhusu kukosekana kwa Samata katika timu ya taifa. Uhali gani mtazamaji wa UoI Digital, karibu katika taarifa ya habari. Jina langu ni Angel Mseli. Taarifa hii ya habari unaweza ukaipata katika YouTube channel yetu @UoI Digital, lakini pia unaweza ukatufollow pale Instagram na ukapata habari zaidi. Mkuu wa idara ya uandishi wa habari Chuo Kikuu cha Iringa, Alois Mohamed, amewataka wanafunzi ambao wameshiriki katika karakana ya uzalishaji wa video kupokea mafunzo walioyapata kutoka kwa wakufunzi wao na kufanyia kazi. Ameongeza kuwa wanafunzi wanatakiwa watambue kwamba hawajapoteza muda kwa kuwa muda wa darasani hautoshi kujifunza vitu kwa vitendo, isipokuwa ni katika mafunzo kama haya. Mwanahabari wetu Anastasia Filimbi anaundana taarifa hii. Mkuu wa idara hiyo akizungumza na wanafunzi katika ukumbi wa newsroom amewataka wanafunzi walioshiriki mafunzo hayo ikitokea fursa nyingine washiriki ili kuzidi kupata ujuzi zaidi. Niseme hongera kwa maamuzi na pia kusoma hiki. Hamjapoteza muda, lakini mmechagua fungu hilo jema, waamua kuongeza ujuzi zaidi ya ule wa darasani. Nafikiri muda wa darasani hautoshi mwalimu kufafanua yote. Na kwa upande wao wanafunzi walioshiriki mafunzo hayo wametoa ushauri kutokana na mafunzo waliyopata, huku wakiwasihi wanafunzi wenzao waendelee kufanya mazoezi ili wawe bora zaidi. Usipofanya mazoezi vitapotea. Kwa hiyo endelea kufanya mazoezi tena na tena ili waweze kuelewa zaidi. Siku nyingine au mara nyingine ikitokea, basi wajitokeze kwa wingi, maana naona nimegundua kwamba wanafunzi wanaosoma habari ya uandishi wa habari ni wengi, lakini waliofika hapa ni wachache sana. Kwa hiyo ni muhimu. Karakana ya mafunzo kwa vitendo yametamatika leo katika Chuo Kikuu cha Iringa, ambapo mafunzo hayo yalianza tarehe 10 mwezi wa 3 na kutamatika leo tarehe 21 mwezi wa 3, ambapo mafunzo hayo yameambatana na ugawaji wa vyeti kwa wanafunzi wote walioshiriki mafunzo hayo. Nikiripoti kutoka viunga vya Chuo Kikuu cha Iringa, mimi ni Anastasia Filimbi wa UoI Digital. Afisa kilimo wa Chuo Kikuu cha Iringa ametoa wito kwa wakulima mkoa wa Iringa kutumia kilimo mbadala ili kuweza kulima kilimo chenye tija badala ya kutegemea mvua. Hadija Mwatende anatuarifu zaidi. Mvua za misimu zimekuwa changamoto kubwa kwa wakulima. Wakulima wengi wamepata changamoto kubwa katika kilimo kutokana na kulima kilimo cha mazoea cha kutegemea mvua, kwani kusimama kwa mvua kwa kipindi kifupi kumepelekea mazao kuharibika. Kilimo kwa kutegemea mvua, mvua zikicheza manake zikiwa hazina uhakika, kwa maana mvua ndogo au zikaenda tofauti na msimu ambao wewe umepanga, manake lazima utapata hasara. Hata hivyo, mtaalamu wa kilimo kutoka Iringa Hope ameeleza mbinu mpya ya kilimo cha kisasa Screen House, na amewashauri wakulima kuacha kutegemea mvua za misimu, kwani mbinu hii mpya inasaidia kulinda mazao na kupata mazao yenye ubora katika eneo dogo. Screen House ni kwa Kiswahili tunaita kitalu nyumba, ambayo imelenga kuzalisha, kulinda mazao ambayo yanazalishwa ndani yake, kuyalinda dhidi ya magonjwa na changamoto zozote ambazo zinatokana na uzalishaji wa mimea kwa maana ya mazao, ikiwemo magonjwa, wadudu na kazia mbalimbali hata za wanyama. Kwa hiyo ni mfumo ambao unalenga kuzalisha mazao kwenye eneo dogo, lakini pia yanakuwa ni mazao ambayo yenye thamani kubwa na pia yanazalishwa mazao ambayo yana ubora mkubwa. Kwa hiyo sasa, ili kubadilika kutokana na kuondoka kwenye kilimo kile cha zamani sasa cha kutegemea mvua, tunawashauri wakulima waanze kutumia mifumo ya umwagiliaji. Pia bwana shamba Elia Waya ameongeza kwa kuelezea ni upi uhusiano kati ya kilimo cha kutegemea mvua za misimu na kilimo cha Screen House. Ukiwa unategemea mvua, athari utakuwa unapata kipindi ambapo mvua inakuwa hamna, maana yake mazao yatakufa kwa kukosa maji, lakini pia utapata mazao ambayo si bora kwa sababu yatakuwa na upungufu au uhaba wa maji. Lakini kwenye greenhouse pia ukilima kipindi ambacho ukiwa utegemei mvua,
utafanikiwa kupambana na magonjwa ambayo huwa yanatokea sana kipindi cha mvua, kama magonjwa ya fangasi, au magonjwa ya kuvu. Lakini kwenye greenhouse utakuwa upate hiyo kitu, lakini ukiwa kwenye mvua utakutana na hizo changamoto pamoja na wadudu. Na je, ni upi wito kwa wakulima wanaoendelea na kulima kilimo cha kutegemea mvua za misimu? Kama watakuwa na uwezo wa kuweza kuhama kwa kuhamia kwenye kilimo cha greenhouse au kitalu nyumba, nitawashauri wafanye hivyo, kwa sababu kwanza itawapa uhakika wa mazao yao na usalama, lakini pia itawapa uhakika wa kupata mazao yaliyo bora, lakini pia itawapa uhakika wa kuvuna kipindi chote na kulima kipindi chote cha mwaka. Mkulima, nadhani utakuwa umeweza kuona na kujifunza mbinu mpya ya kutumia greenhouse, ambayo ni mbinu ya kisasa ambayo inaweza kukusaidia kupata mazao mengi kwa kulima sehemu ndogo na kuachana na mazoea ya kutegemea mvua za msimu. Nikiripoti kutoka Greenhouse hapa Iringa Hope, ni mimi Hadija Mwatende, UoI Digital. Taarifa yake Hadija Mwatende inatukamilishia habari za kitaifa. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za biashara na uchumi zitakazoletwa kwako na Godwin Mtende. Kipindi cha likizo kwa wanachuo wa Chuo Kikuu cha Iringa kimepelekea mazingira magumu kwa wafanyabiashara wa usafirishaji almaarufu kama bodaboda wa kituo cha Tumaini, kusababisha biashara hiyo kuwa ngumu, kwani idadi kubwa ya wasafiri ni wanachuo. Tunategemea sana wanachuo kutoka sehemu moja kwenda nyingine, wale wanaotuma sokoni, anayetoka kwenda chuo hapa kusoma, wanayetoka kwenda mjini kwenye mizunguko yao. Kwa hiyo kiasi fulani imetuathiri. UoI Digital imezungumza na wafanyabiashara wanaojihusisha na biashara hiyo na kuelezea changamoto wanazozipitia katika kipindi hiki, huku akielezea ni kwa asilimia kubwa biashara hiyo imekuwa ikitegemea wanachuo. Kwa sasa hivi wakifunga wanachuo, kazi hamna kijiji. Kipato kinapungua kidogo. Naye Levocatus Renatus, mfanyabiashara wa biashara hiyo, amesema kuwa kufunguliwa kwa chuo kutaanza kuongeza kipato kwa bodaboda wa kituo cha Tumaini wanaopatikana katika maeneo ya Chuo Kikuu cha Iringa. Tisa ukisharudi biashara inakuwa angalau kidogo na changamoto kidogo sana, biashara inakuwa nzuri tofauti ukifunga. Kipindi hichi cha likizo kimekuwa ni kipindi kigumu kwa wafanyabiashara wa usafirishaji ambao wanaitwa bodaboda wa hapa Chuo Kikuu cha Iringa eneo la Tumaini, lakini tumefanikiwa kuongea nao na wameweza kuongea mengi sana. Nikiripoti kutokea hapa kituo cha bodaboda Tumaini, mimi ni Godwin Robert wa UoI Digital. Shukrani sana Godwin Mtende kwa habari za biashara na uchumi. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari kutoka UoI Digital. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za michezo na burudani zitakazoletwa kwako na Khatibu Shabani. Nikusi, endelea kuwa nasi. Kuelekea mchezo wa kufuzu kombe la dunia kati ya Morocco na Taifa Stars kumeibua maoni mbalimbali kwa wadau wa soka ndani ya Chuo Kikuu cha Iringa kutokana na kukosekana kwa nahodha wa kikosi hicho Mbwana Ali Samata kutokana na majeraha alionayo. Kikoti Esau, mdau wa soka na mwanafunzi wa shahada ya elimu mwaka wa pili, ametoa maoni yake juu ya mchezo huo, huku akigusia sakata la kukosekana kwa nahodha Mbwana Ali Samata kama si kikwazo kwa Taifa Stars kufanya vizuri katika mchezo huo. Kuna wachezaji ambao wanaweza kacheza pia vizuri zaidi hata ya Samata. Tukiangalia kuna Msuva, kuna huyu Clement Mzize, anaweza kaperform vizuri. Anaweza kacheza kwa nafasi na kuifanya Taifa Stars ikaweza kushinda mchezo dhidi ya Morocco. Kwa upande wake, mdau wa soka Nyankal King amesema kukosekana kwa nahodha Mbwana Ali Samata ni pengo kwa Taifa Stars, kwani uwepo wake una mchango mkubwa uwanjani katika kuwapa pressure wapinzani. Tukiangalia rank ya timu ya Morocco, ni timu ambayo ina ushindani, wachezaji wengi wanacheza nchi za nje. Kwa hiyo kama kiwango cha Bwana Samata, kwa yeye ana experience ya kucheza nchi za nje,
angeweza kucontribute kwa nafasi kubwa katika ushindi ambao tungeweza kupambania dhidi ya Morocco. Kuelekea mchezo wa tarehe 26 wa Taifa Stars dhidi ya Morocco ambaye mwenyeji ni Morocco kule nchini Morocco, ni mchezo ambao umezua maoni mengi sana ya mashabiki kutokana na kukosekana kwa mchezaji kapteni Bwana Samata katika mchezo huo, na maoni mengi yameweza kutolewa na washabiki ama wadau wa soka ndani ya viunga hivi vya Chuo Kikuu cha Iringa. Nikiripoti kutoka hapa viunga vya Chuo Kikuu cha Iringa, langu jina ni Khatib Shaban wa UoI Digital. Asante sana Khatib Shabani kwa kutupitisha viwanjani. Mtazamaji wa UoI Digital, kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, tujifunze lugha adhimu ya Kiswahili kupitia msamiati wa leo kutoka kwake Karim Yasin. Uhali gani mtazamaji wa UoI Digital? Karibu kwenye msamiati wa Kiswahili. Je, unahisi unakifahamu Kiswahili vizuri? Leo tuko na msamiati makri. Twende tukawatazame wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Iringa wakitunga sentensi au wanaofahamu vipi msamiati huu wa makri. Jina naitwa Jamila S. Hassani. Sentensi yangu, mimi nina makri ya kufaulu masomo yangu. Nina makri ya kununua gari aina ya Range. Naam, tumeweza kuwatazama wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Iringa wakitunga sentensi mbalimbali kulingana na neno makri. Makri yenye maana kwamba hila azifanyazo mtu ili kufikia lengo fulani. Na mimi nakuacha na sentensi isemayo, Joseph alisoma kwa bidii ili aweze kuwa na makri ya kufika elimu ya juu. Nikiripoti kutoka Chuo Kikuu cha Iringa, mimi Karim Yasin, bwana msamiati. Nami na kuacha na sentensi inayosema, Kasanga alifanya makri kumlaghai Kishiba. Na hii ndio maana halisi ya msamiati makri. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, ni kushukuru kwa kuandamana nasi toka mwanzo mpaka mwisho. Panapo majaliwa, tukutane siku ya kesho. Jina langu ni Angel Msele. Alamsik. Thank you.